Asante sana mtangazaji na msikilizaji wa Radio 5. Leo nimekuja na kitu kizuri katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambapo watu wanafunga saumu. Tutaweza kuelezea faida ya kufunga saumu katika afya ya binadamu. Ndiyo. Na pia tuweze kuona bidhaa ambazo zitaweza kusaidia katika matatizo ya afya kiujumla. Ndiyo. Tunaona umetuletea bidhaa hapa nyingi kweli kweli. Leo nini ambacho Watanzania wanapaswa kusikiliza hapa kuhusiana na masuala mazima ya afya, wengi wakiwa kwenye mfungo wa Kwaresma lakini vile vile na mwezi mtukufu? Asante sana ndugu mtangazaji, msikilizaji wa Radio 5, ni kwamba katika mwezi huu ambapo watu wanafunga, tunahitaji tuweze kujua afya ni nini, na kwa hakika tunaona Isa bin Maryam ama Yesu Kristo naye alifunga kwa siku 40 na usiku. Ndiyo. Na kufunga ni faida sana kwa mtu binafsi, na pia inasaidia katika hali ya kiroho, mahusiano yako na Mwenyezi Mungu, na pia inakusaidia katika kiafya. Kwa hivyo ni muhimu sana kufunga, na sio hadi wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio ufunge, ama wakati wa Kwaresma uweze kufunga. Unaweza kujiwekea ufunge mara moja kwa wiki au mara 2 kwa mwezi. Kwa kufunga ni afya. Ndio, kufunga ni afya. Ndiyo. Katika maisha yetu tunapofunga, Ndiyo, tunasaidia na tumbo nayo iweze kupumzika. Maana mfumo mmeng'enyo, Ndiyo, kila wakati unapopatia chakula unadhoofisha ile internal organs. Kwa hivyo wengine wanakula lakini hawajapata muda wa kupumzika, ndio umepata watu wanakuwa na constipation, watu wanakuwa na matatizo ya magonjwa kama asilimia zaidi ya 90 magonjwa yanatoka kwenye tumbo. Kwa hivyo unapofunga unasaidia ini kuweza kujirekebisha na Ndiyo, kutoa sumu mwilini, utasaidia mfumo mmeng'enyo na hata uwezo wa kufikiri. Tunaona daktari amekuja na dawa hapa. Sasa tuambie, hii inafanya hivi. Kwa mfano kama hii hapa daktari. Hii rangi nzuri kuliko yote. Hiyo rangi nzuri kuliko yote inapendeza kama nguo yako hiyo. Yani ni nzuri sana. Hii imeitwa combination special, ambao inahusika kwa ajili ya hii hapa. Inahusika kwa ajili ya magonjwa ya mfumo mmeng'enyo, na pia kutoa ile cholesterol na kuweza increase microbiome, yani ile mfumo mmeng'enyo, wale bakteria wazuri ambao wanasaidia katika mfumo mmeng'enyo. Kwa hivyo unakuwa unatumia hii ambayo imechanganywa pamoja na dawa zingine. Kwa hivyo ni nzuri sana kwa ajili ya pia kutoa cholesterol na pia kusaidia mfumo mmeng'enyo. Mmeng'enyo. Kwa hiyo kwa watu ambao wana wako kwenye mfungo hapa, wanaweza wakaipata hii kwa sababu ya kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Ndio, inasaidia kuosha uchafu na vyakula ambavyo vimekaa kwa mfumo, yani colon, kwa muda mrefu. Maana unapata watu wengi chakula kinakaa kwa muda mrefu. Hasa chakula cha nyama kinakaa muda mrefu tumboni. Hii hapa daktari. Hii hapa ni mafuta ambayo yanasaidia kwa watu ambao wana shida, wameparalyze, watu ambao wana shida ya misuli, watu ambao wana kifafa, watoto ambao watu wa autism, na watu ambao wana shida katika njia ya upumuaji. Unaweza hii unapakaa kwa central nervous system, na pia unaweza kunywa tone 2 kwa maji ya moto na asali. Inasaidia njia ya upumuaji. Ndiyo, hii ni nzuri sana kwa watu wote, wagonjwa na wasio wagonjwa. Hii hapa, hiyo ni vidonge tumetengeneza kwa kupitia
ngano. Ndio. Kimea cha ngano, sio ngano ya kupika chapati. Ni kimea cha ngano ambao kinaoteshwa kwa siku 8 ambao inasaidia katika magonjwa mengi. Tuna magonjwa kama saratani, pressure, kisukari, tunaita non-communicable diseases. Na unaweza kusoma zaidi, unaweza tengeneza kimea kile nyumbani ambao kina madini na virutubisho, na unaweza soma kitabu kinaitwa Healthy Juices ukurasa 105 utaweza kupata. Kwa hiyo tumetengeneza vidonge special kwa ajili ya magonjwa hayo. Na nyingine tena ambayo Watanzania wangepaswa kuijua na kujua kazi yake na inafanya nini kwenye mwili wa binadamu. Hapa nina pilipili kichaa. Ndio. Pilipili kichaa tunaita cayenne pepper. Cayenne pepper ni muhimu sana katika mfumo wa mmeng'enyo, digestion. Kwa hiyo ni mzuri sana kwa wale watu damu inaganda, tunaita blood clot. Kuna mwingine amepata blood clot, damu imeganda, mwingine amepata stroke. Hii inayeyusha damu na inasaidia mfumo wa mmeng'enyo, ina vitamin A, C na K. Ni muhimu sana kwa kuweza kutumia, na pia inasaidia katika kusaidia wale bakteria wazuri tumboni. Kuna wengine unapowapima, tunapofanya vipimo, unapata wale bakteria wabaya ni wengi. Wanapokuwa wengi, unakuwa mara kwa mara tumbo linajaa gesi. Kwa hivyo unahitaji kuweza kutumia hii. Hata katika wakati huu unaweza weka kwenye chakula chako pinch, yani kidogo tu, kwa hiyo unanyunyizia kwa chakula chako unakula. Pia unaweza weka kwa maji ya moto unakunywa baada ya chakula. Inayeyusha chakula, na pia inaenda kusaidia uweze kuwa vizuri, na inayeyusha na mafuta. Ni nzuri sana kwa watu wote, na inasaidia dawa zingine kufanya kazi vizuri. Ndio. Na hii hali ya baridi, kuna watu wengine kwenye kutafuta joto watavuta sigara au watapasha chai. Kuna ni nini kingine ambacho kwa binadamu wakiwa au kupombe kali wengine wanatumia kwa sababu ya kukabiliana na baridi? Nyakati za baridi ni kitu gani ambacho ni kizuri kwa mtu kutumia? Asante sana ndugu mtangazaji, msikilizaji wa Radio 5, ni kwamba kitu ambacho kitakusaidia uweze kupata joto katika kipindi hiki cha baridi. Hata mimi nilipokuja hapa mvua imenyesha, nimekuja na jacket na unaona niko na koti hapa. Yeah. Jacket nimeliacha pale. Ni kwamba ukitaka kupata joto mwilini, unaweza kutumia hii pilipili kichaa pamoja na asali. Na asali kama asali yenyewe inasaidia kuleta joto mwilini. Kwa hivyo kila familia, wakati wa masika, wakati huu unapata homa inapanda, watoto, mafua, unaweza kulamba asali kijiko kimoja. Usikose asali nyumbani. Unaweza kutumia na hii na pilipili kichaa, na pia unaweza kutumia na tangawizi. Itaweza kusaidia kuleta joto mwilini, na pia tuweze kukinga miguu na mikono. Baridi inapitia mikono kupitia reflexology. Organs zote, viungo vyote viko kwenye mikono ya binadamu na miguu, maungio yote inafikia pale. Kwa hivyo unahitaji, kama ni mikono, vaa gloves ama weka mikono mfukoni kama unatembea barabarani, na miguuni usifae yebo ama open shoes, uweze kufaa sokisi na viatu vya ambao vimefunga. Kwa hivyo utakuwa umejikinga. Sawa, shukrani sana dokta. Ile ambayo ipo kwenye chupa nyingi za yogurt ndo huwa ziko vile. Yeah. Hiyo ni maziwa? Hii sio maziwa ndugu mtangazaji. Wengi wanapona hivi wanaweza fikiri ni maziwa. Yeah. Hii ni dawa tunaita Jungle Botanical. Jungle Botanical ni dawa ambayo inatoka kwenye jango, ambayo tunapata kwamba hii dawa ina virutubisho na pia inasaidia katika figo, ini, moyo uweze kufanya vizuri. Kwa hivyo kwa wale walio na pressure, kisukari, saratani, matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo, walio na shida ya PID, pelvic inflammatory disease, cervicitis, vaginitis, na wale watu ambao wako na prostate syndrome, unakuwa na UTI, unaweza kutumia hii. Unatumia vizibo 3 kutwa mara 2, na inasaidia mfumo wa mmeng'enyo. Ni muhimu sana. Yeah. Yeah, na dokta amekuja na full package, lakini naona kama muda leo kama unatutupa mkono hivi, lakini pia kesho nadhani tumpatie pia dokta muda, naweza kaja hapa tukazungumza naye kidogo nyingine, labda Watanzania ambao wanapaswa kuifahamu dokta kwa haraka.
Kwa sababu ya muda hapa tuna mbegu za Brazil nut ambao ni mbegu za Brazil ambao zina madini na pia inasaidia mambo ya thyroid, sukari, mambo ya moyo na mambo ya uzazi. Hata ukitaka kupata mapacha unapokula hizi tutakuelekeza pamoja na virutubisho vingine. Dada alikuwa anaulizia hapa juzi kati hizo mambo. Unapata jibu? Kwa hiyo hapo kwa mtu ambaye anataka watoto mapacha ni hiyo. Anatumia hiyo pamoja na dawa zingine, mapacha anapata, anajiandaa kwa mwezi mmoja. Kwa mwanaume au kwa mwanamke? Wote wanatumia. Kwa hiyo mimi nikianza kutumia, mwenzangu asipotumia hakuna shida. Mwenzako au nataka tutumie wote? Mtumie wote. Itaweza na pia tuna hapa ni walnut ambayo inasaidia ubongo. Ndio. Kwa hiyo unahitaji kutumia hizi inakusaidia kwa ajili ya ubongo wako uweze kufanya kazi vizuri. Walnut. Na pia tuna flaxseed ambayo inasaidia ina fiber, nyuzi zile, na inasaidia watu ambao wako na saratani, unatumia na sharubati ya karoti na kabeji. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuwa na afya njema. Tuna sabuni, tuna mafuta ya kukuza nywele, tuna sabuni ya kuosha ngozi na unakaa vizuri. Na watu sasa wanakupataje dokta? Kesho tutazungumza, inabidi kesho kwa sababu muda pia umeingiliana hapa. Kidogo watu wafahamu kwamba unapatikana wapi na vile ambavyo unaweza pia wakakupata. Asante sana. Kwa sasa nipo hapa Arusha na pia tunakuwa Singida na Mwanza, na pia utaweza kunipata hapa kwa ajili ya vipimo na ushauri. Niko hapa Njiro. Na popote ulipo tunaweza kufikia kwa njia ya simu na kuweza kutumia product kama unahitaji. Ndio. Yaani kwamba wewe ni hospitali inayotembea. Ndio. Asante sana dokta, naamini wakati mwingine tutafahamu zaidi kwa sababu kuna vingine hapa bado hatujaviongelea. Naamini kesho tukipata muda tutaviongelea zaidi na zaidi ili Watanzania na wanaosikiliza Good Morning Tanzania wafahamu zaidi vile ambavyo wanaweza wakatumia. Unasemaga mimi kuna neno ambalo natumiaga, vitu vya nyumbani ambavyo ukivitumia vinaweza vikawa ni dawa. Sababu hivi vyote nazungumza viko nyumbani pale tunalima na mambo mengine kama hayo. Shukrani sana dokta. Asante sana. Kwa hivyo kwa yule unaweza kunifuata kwa 0752729124 na tutaweza wasiliana. Mungu awabariki. Shukrani sana. Ametoka daktari hapa, anakuja mwanasheria. Kwa hiyo watu wanapata chakula cha akili, wanapata matibabu, unapata na chakula cha akili, kujua namna gani ambavyo sheria inapozungumza kuhusiana na wewe. Kuna mambo mengi tutakuja kuyazungumza hapa. Hii ni Good Morning Tanzania. Kana sisi mpaka baadaye sana naizungumzia 4 kamili.